Limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Kaskazini Unguja una wilaya mbili za Kaskazini A na Kaskazini B zenye jumla ya vituo vya polisi viwili daraja A, daraja B vituo vitatu, daraja C kimoja, na kuna vituo viwili vya polisi vya Tumbatu na Pwani Mchangani vinaendelea na ujenzi. Mkoa una jumla ya magari ya polisi 15 na pikipiki 22 zinazofanya kazi mbalimbali za polisi. Katika wilaya ya Kaskazini A kuna magari matatu na pikipiki 8, na katika wilaya ya Kaskazini B kuna magari mawili na pikipiki 9. Serikali kupitia halmashauri za mji na wilaya zitaendelea kutoa maeneo kwa ajili ya kujenga vituo vya polisi, ikiwa ni pamoja na serikali kutenga fedha kutoka kwenye bajeti ya serikali kila mwaka kwa ajili ya kujenga vituo vya polisi na kununulia vitendea kazi kama magari na pikipiki ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sada. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa masuala mawili ya nyongeza. Pia nampongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri. Swali langu la kwanza, kituo cha polisi Kiwengwa kina hali mbaya. Je, ni lini serikali itakifanyia ukarabati kituo hichi? Swali langu la pili, kwa kuwa wananchi wa vijiji vya Kichwele, Kichungwani, Mwembe Majogoo, Mchanjariki na Kitopendani wanatembea umbali mrefu kupata kituo cha polisi Mahonda, je, ni lini serikali itawajengea kituo cha polisi? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Saada Mansur Hussein, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Kwanza nipongeze Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wako makini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa swali la kwanza kwamba kituo cha polisi alichokitaja kina hali mbaya, Mheshimiwa Naibu Spika, niwahakikishie kwamba serikali inafanya tathmini ya kuona uchakavu wa vituo vya polisi na inatenga fedha kwa ajili ya ukarabati. Lakini kuhusu swali la pili Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu mahitaji ya kituo cha polisi kwenye eneo ambalo amelitaja, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imetenga ujenzi wa vituo vya polisi vya kata na shehia awamu kwa awamu. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, kituo kitaja pia kitawekwa kwenye mpango tayari kwa ajili ya utekelezaji. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Tawfik jiandae. Mheshimiwa Kandege. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa kituo cha polisi katika eneo la Kizota ambayo imeanza kujengwa miaka 2.5 iliyopita? Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Tawfik kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze kazi iliyofanywa na kituo kimefika hatua kizuri, na niagize jeshi la polisi kufanya tathmini ya kiwango kilichofikiwa na kutenga fedha kwa ajili ya umaliziaji wa kituo cha polisi cha Kizota. Asante. Mheshimiwa Kandege jiandae. Mheshimiwa Kunti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika wilaya chache ambazo hazina vituo vya polisi ni pamoja na wilaya ya Kalambo. Je, ni lini serikali watajenga kituo cha polisi katika wilaya ya Kalambo? Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kandege kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 serikali itatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi cha wilaya ya Kalambo. Mheshimiwa Kunti. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, wilaya ya Chemba tumejengewa kituo bora cha polisi cha wilaya, lakini hatujakamilisha ununuzi wa thamani za ofisi. Ni lini serikali itakamilisha ununuzi wa thamani za ofisi ili ofisi ile ianze kutumika kwa ajili ya kuhudumia wananchi kama ilivyokusudiwa? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kunti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi ya wilaya ya Chemba ambayo imeshakamilika, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika mwaka wa fedha unakuja 25/26 tenga fedha kwa ajili ya kununua thamani ili kituo hicho kifanye kazi kama ambavyo imekusudiwa. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Afya. Mheshimiwa Zakaria kwa niaba ya Mheshimiwa Regina. Je, serikali ina mpango gani wa kupunguza gharama ya matibabu ya kusafisha figo katika hospitali zetu nchini? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Afya na Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel anatoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Naibu Spika,